Dr. Alphonse Masaga, karibu sana studio. Asante sana ndugu mtangazaji, Elminata Mtewa na Dickson Daniel. Nina furaha kubwa sana kwanza kuwepo kwenye studio ya Boresha Studio. Karibu sana, karibu sana. Na nimekuta ni vijana na mimi umri wangu mnavyoona ni mzee. Kwa hiyo kwanza ninafurahi sana kunipa nafasi hii. Na washukuruni sana. Karibu sana, karibu sana. Tunafurahi pia kupata ugeni huu mzito leo. Shukrani sana, lakini pole pia na safari mpaka kufika hapa. Asante, ni kawaida. Sawa, kuna salamu zozote kwanza kabla tujaanza kutoka huko kwa Alpha Associates Limited? Alpha Associates tupo, tunajenga ofisi zetu, kampuni yetu tunaimarisha, na tunasema wito wetu kwamba we bridging the gap. Na tunawaita vijana waje wapate huduma zetu za ushauri wa kodi. Kumbe linatuhusu hili vijana. Kabisa, vijana ni jeshi kubwa, ni tegemeo la kujenga uchumi. Kwa hiyo vijana tusipoongea na nyie mkaelewa nini mnapaswa kufanya kwenye mambo ya kodi na biashara, tutakuwa tumewaacha. Kwa hiyo ni vema sasa Alpha Associates inajitokeza kuja kwenu kuongea na umma kwa ujumla, muweze kupata mambo kwa undani kabisa ya ushauri wa kodi. Sawa, sisi tunafurahi sana kwa kupata elimu. Tunafurahia kwa sababu bado hatujaipata, lakini tunafurahi kwa sababu tunaenda kuipata. Sawa. Mada kuu ya leo bwana ni majukwaa ya kidigitali na uchumi endelevu. Sasa tuanze na majina kamili matatu. Mimi nakufahamu kwa majina mawili tu, sifahamu ile la katikati ni nani. Tufahamishe vizuri majina matatu. Asante. Kabla hujatufahamisha kidogo ungesogelea mic ili watu wapate kukusikia. Asante. Nafikiri hapa mnapata vizuri. Kwa majina naitwa Dr. Alphonse Masaga. Na ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni inaitwa Alpha Associates Tanzania Limited. Kampuni hii imesajiliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kutoa huduma za ushauri wa kodi. Tuko ofisi zetu ziko Arusha, jengo la Golden Rose, tuko second floor. Na tuko Mwanza, jengo la Nyanza Cooperative Union, tuko third floor. Na pia tuko Dar es Salaam, jengo la National Housing, tuko fourth floor, Samora. Kampuni yetu kweli tunaweza kujivunia mwaka huu imefikisha miaka 25 tangu kuanzishwa. Kwa hiyo asante sana. Makofi kidogo. Asante sana. Ilianzishwa tarehe 15 Septemba. Kwa hiyo tarehe 15 Septemba tulikuwa na anniversary ya miaka 25. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba katika utambulisho wetu tuna mambo mengi tumejifunza, tumeyapata yanahusiana na kodi. Hata kabla tunaongea sasa hivi digitali. Zamani ulikuwa huwezi kusema digitali. Ilikuwa ni manyo, ni vitabu vya kuandika kwa kalamu, hata kompyuta ilikuwa zipo. Asante sana. Miaka hiyo ilikuwa ni 90 ngapi au kwenye 2000 hapa? 90s. Juzi. Kampuni yangu ina umri, inawezekana ni 25. Hamjazaliwa. Kweli. Kipindi tunazaliwa maana tunatimiza 25 wengine hapa. Sawa, tumefurahi sana kufahamu kuhusiana na Alpha Associates Limited, ndivyo? Lakini huduma ambazo kampuni hii inatoa ni zipi? Asante ndugu mtangazaji. Kampuni yetu inatoa huduma za ushauri wa kodi na ushauri wa biashara. Lakini mbali na hapo vile vile tunatoa mafunzo. Tunaposema ushauri tunamaanisha namna gani? Sisi kama ushauri wa kodi tuna wajibu kisheria. Kwanza lazima upewe kibali na Mamlaka ya Mapato. Tunasimama katikati ya mteja kwa maana ya mlipa kodi na tunasimama katikati ya Mamlaka ya Mapato kumshauri sasa mteja. Mathalan ni wewe Elminata unataka kufanya biashara. Unaweza kuja ofisini kwangu nikakushauri namna gani unapaswa kuanzisha biashara yako, ni return zipi unapaswa uzifanye kila mwezi. Tunapokushauri namna hiyo, ninashauri kwa kutumia sheria zilizopo za kikodi. Ili sasa uweze kucomply au kuendana sawa na matakwa ya sheria ya kikodi. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, Mamlaka ya Mapato inaona tumetimiza wajibu wetu. Lakini vile vile tunashauri wakati mwingine
mamlaka mapato katika kutenda kwake sometimes wanaweza wakakosea, wakasema mteja wangu wamemtendea ndivyo sivyo, na mimi naigeukia mamlaka namwambia hapana, hapa hii kodi sio sahihi, mmekosea, mlipashwa kodi sahihi iwe namna hii. Kwa hiyo unaweza kuona ndugu mtazamaji, majukumu yangu ninapashwa sasa pande zote mbili. Ni balance. Na wewe ukitaka kwenda tofauti nakwambia hapana, tutakosea. Sheria inakutaka ufanye hivi. Kwa hiyo tunatoa ushauri huo, lakini tunatengeneza mahesabu. Ili uweze kutoa ushauri lazima utengeneze hesabu. Hesabu hizo tunaziwakilisha kila mwisho wa mwaka kule TRA. Na hizo zikiwakilishwa mwisho wa mwaka zinakaguliwa. Zikikaguliwa tunakwenda sisi kukuwakilisha wewe. Kwa tunapaswa uendelee tu kuwepo kwenye radio. Sisi tunapoenda kukuwakilisha wewe tunasimamia ukaguzi wote na tunajibu hoja zote zinazokuja kwa ajili ya ukaguzi huo. Lakini vile vile tunatoa mafunzo ya ndani na nje. Huwa tunaalikwa mara kwa mara na mashirika ya serikali na sio ya serikali, kwa maana ya private sector na umma, kutoa elimu. Na elimu hii ni pana kwa maana ya tax compliance, yani kufanya biashara hizo huku kitii sheria za kikodi. Mathalan tumeshapata miariko mingi upande wa sekta ya ujenzi. Mainjinia wanapokutana kwenye miaka yao annual meeting, wanakuwa wanataka kupata maelekezo ni nini mambo mapya yanayojiri katika sheria za kikodi. Vile vile kwenye sekta ya ushirika tunakutana na vyama vya ushirika mara kwa mara. Tunakutana Morogoro, tunawaalika kama manager wahasibu wanaosimamia vyama vya ushirika nchini, SACCOS. Tunaenda kuwafundisha namna gani wanapaswa wajiandae kufaili ritani, zikiwemo za VAT, zikiwemo za PAYE kwa maana ile ya mishahara unapolipwa, na ile ya mwisho wa mwaka ya corporate tax kwa maana ya income tax. Kwa hiyo kampuni yetu ina mambo mengi inayoshughulikana huduma zipo nyingi. Lakini vile vile tunafanya shughuli za urasimishaji. Kwa sababu vijana wengi wanamaliza vyuo hawajui waanzeje biashara. Kwa hiyo sisi ofisi zetu zinawakaribisha vijana, tunaanza kukuandalia andiko, tunaanza kutengeneza memorandum of association, tunakusajilia BRELA. Ukitoka BRELA tunakupeleka TRA, unapata tini. Ukitoka TRA tunakupeleka kupata leseni. Baada ya leseni unafungua benki account. Kwa hiyo tayari tumesha kurasimisha rasmi kufanya biashara. Bega kwa bega kwenye process zote hizo. Sambamba sawa. Hatari sana. Nimeona kwamba mnafanya kazi kubwa sana na pana. Ni kazi kubwa kwa kweli. Kazi kubwa sana. Sawa. Tujikite basi kwenye mada yetu ya leo ya majukwaa ya kidigitali na maendeleo endelevu. Tuanze kwa kufahamishwa na kufahamu nini maana ya majukwaa kodi ya majukwaa ya kidigitali? Ni swali zuri sana na muhimu ndugu mtangazaji uliloleta hapa. Maana ya kodi ya majukwaa ya kidigitali. Tuseme kwa kifupi ni neno kodi ya majukwaa ya kidigitali. Haipo kodi ya majukwaa ya kidigitali. Haipo. Ila tu ni dhana ambayo imejengeka kodi ya majukwaa ya kidigitali. Nitataja zipo aina ya kodi ambazo zinaendelea kuwepo na zitakuwepo. Ila biashara sasa zinazidi kubuniwa mpya, zinakuja zingine zinakuisha kabisa, zipo. Hizi ni biashara. Labda niseme kwamba kodi, dhana ya kodi, tunayo kodi ya mapato. Na kodi ya mapato inatokana lazima iwepo biashara. Sasa kama hamna biashara ina maana hamna kodi. Sasa tunaposema kodi ya majukwaa ya kidigitali ina maana kule kuna biashara. Kuna biashara kwenye inayofanyika kidigitali. Lakini kodi inayopatikana pale ni kodi either ya mapato au ya VAT au nyingine ile ambayo itatokana na hiyo. Kwa hiyo tunaposema kodi ya kidigitali ni sawa, mtu anaelewa moja kwa moja kwamba kuna kodi ya kidigitali, lakini hapana. Lakini kitu ambacho nikikuwa labda wasikilizaji waelewe, sheria zilizopo zinasimamiwa na wizara tofauti tofauti. Kwa mfano mamlaka mapato ambayo iko chini wizara ya fedha, yeye inasimamia ukusanyaji wa kodi. Lakini wizara ya viwanda na biashara inasimamia utoaji wa leseni. Sasa kampuni inaweza ikawa ni moja lakini ikawa na leseni zaidi ya 3 au ya 4. Kwa maana hivi sasa
tunaposema kodi ya kidigitali au kwenye mambo ya kidigitali, hiyo inaainishwa tu kwamba kwa ajili ya kwenda sasa kupata leseni. Lakini in actual fact unapoenda TRA wanakuambia unafanya biashara gani? Ni mama ntilie, unafanya biashara gani? Restaurant, unafanya biashara gani? Construction. Kwa hatuwezi kusema kodi ya construction. Hapana, ni biashara ya construction au ya ujenzi, lakini ina kodi ipi? Kuna VAT, kuna corporate tax, kuna mambo ya pay. Sasa tukija kwenye digitali ambapo sasa hivi ndio uchumi umehamia huko. Dunia imekuwa kijiji. Na vijana wengi ndio waliko. Na sasa na sisi watu ushauri wa kodi tumeamua sasa tuwafuate vijana waliko. Ni kama vile vile mamlaka inavyoangalia na taasisi zingine zinaangalia kama dunia imekuwa kijiji, huko kunafanyika nini. Kwa hiyo nikitaka kuongelea kodi au dhana ya kodi kidigitali ni kwamba kule kuna biashara inayofanyika. Sasa biashara inayofanyika ni ipi na iwe halali. Sasa biashara ikifanyika kuna mfanyabiashara na anayepokea huduma. Sasa mtoa huduma au anayeuza bidhaa na mpokeaji huduma kuna kupata mapato. Sasa hapo kama utapata mapato kwenye kupitia kidigitali, kwanza lazima sasa mwisho wa mwaka utengeneze mahesabu yako. Ina maana ulipe kodi ya mapato, corporate tax. Lakini kodi nyingine, labda ukifanya biashara kubwa ambayo inazidi milioni 200 kwa mwaka, unapaswa sasa ujisajili kwenye mfumo wa VAT. Wewe sasa unaanza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo kila mwezi unakuwa unapeleka VAT kwenye mauzo yako. Kwa hiyo ni kodi nyingine, lakini bado wewe umefanya kidigitali. Kwa hiyo huwezi kuona kwamba kwenye mfumo huwezi kuona kwamba kidigitali, lakini kwenye leseni kama nilivyosema kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara, watakupa leseni, watakuza leseni yako ya digital services ambayo labda ni content creator, labda wewe uko kwenye tamthilia, mambo mengine training, watu wanatengeneza content za kufundishia. Kwa hiyo kwa kifupi kuna uwanda mkubwa sana kiuchumi ambapo sasa hivi ni fursa kwa vijana, kwa vile tunasema sisi tumeona fursa kwenu, ila vijana wengi hawaelewi. Wanaogopa wanaposikia kodi kidigitali, wanachanja mbuga, wanakimbia. Kwa hiyo tunasema wanakimbia. Nadhani kuna sababu mpaka wanakimbia, maana unajua kuwa content creator haimaanishi kwamba unaingiza. Inaweza kama unaingiza kitu lakini usiwe unaingiza kitu. Wengi wao ambao wanafanya content creation asilimia ni enjoyment au leisure, naweza nikasema. Kwa hiyo ghafla tu mtu aambie kwamba hii ni kodi yako, inamtoa akilini kwamba yani bado mtu akisikia neno kodi, nadhani pia uelezee maana neno kodi, maana mtu akisikia kodi anajua kudaiwa. Ndio. Nashukuru sana. Kwanza ni mshukuru Kamishna Mkuu Yusuf Mwenda. Na kuna clip yake baadaye nitawatumia mjisikilize. Yuko wazi. Anasema kitu cha kwanza kinaanza ni biashara. Ndio namba moja. Kinachofuata kama ni biashara ipo, ndio kinachofuata kodi. Sasa huwezi kuwa na kodi kama hauna biashara. Nikirejea kwako kwamba kuna mwingine content creator ni wa leisure. Tunajiuliza akifanya hiyo leisure au akifanya hiyo shughuli ya content creation ya kwake, je, kuna biashara? Swali tujiulize hilo. Kama hamna biashara pale hamna kodi. Kitu cha kwanza kinachofanyika kiingize mapato. Sasa hawa walioko tunaulizana sasa, mnawafahamu, je, wanapofanya hizi shughuli huwa wanapata kipato chochote kibiashara? Ndio swali na kama ni ndio, basi tunasema wanapaswa kulipa kodi. Lakini vile vile si lazima walipe kodi. Inawezekana bado wako chini ya kiwango. Ndio wanaanza. Kwa hiyo hao wanaelelewa. Kwa hiyo inafikia mahali kiwango. Sheria iko wazi na ndio tuko hapa kuongelea haya. Kwamba waelewe, wasiogope, kwa sababu mtoto anazaliwa, analelewa na kuwa ndio anakimbia, anafahamu. Sasa kama anaanza leo, sheria ziko wazi. Kwanza mapato yake kama yako chini ya milioni 4, hawezi kulipa kodi yote. Hawezi. Wanaitwa wengine ni presentable. Lakini kama akianza kupata mapato ambayo yako kwenye threshold ya kulipa kodi, ndio sasa anapaswa aingizwe kwenye uwigo wa kulipa kodi. Sasa tunakuja kuongea haya, watu wasiogope wanaposikia neno kodi.
wanakimbia. Hapana. Waone kwamba ni kitu, kwanza ni jambo jema la uzalendo. Nitakuja kuongea huko mbele ya safari kwa nini tunalipa kodi na ina faida gani. Lakini vile vile huyu anayekimbia asilipe kodi kuna madhara gani? Madhara ni hawezi kutambulika. Makampuni mengi sasa hivi yanatoa mikataba na nini. Checklist ya kitoa cha kwanza wanaangalia, je, uko compliant na kodi? Ukikuta wewe haupo compliant na kodi, unakosa fursa, unakosa uwezi kuingia mikataba ya kupewa. Okay, kuna mikataba ni fursa. Ndio maana tunaongelea kwamba tuongee positive way kwamba kipi kizuri zaidi, kuingia kwenye mfumo wa kodi au kuacha kukimbilia fursa au kukimbia fursa. Sawa kabisa, ndio mtangazaji. Kwa hiyo wengi vijana wanaogopa, kwa sababu naweza kutoa tu mathalan, wanasema wanakuja sasa, mimi nataka nianze kufanya biashara afu niambiwa nilipe kodi. Hapana. Hata kwa mfano tusipoongelea kidigitali, unapoanza kufanya biashara kuna grace period ya miezi 6 bila kulipa kodi, free. Ukifanya biashara hafu sasa ndio umepata kipato, ndio unakuja kusema sasa, mimi nimefanya biashara ndani ya miezi 6 sasa ndio kodi, kipato changu ni hiki. Kwa hiyo sheria ipo vile vile ya kukuruhusu wewe uanze biashara bila kulipa kodi yoyote. Sasa hapo kwenye kulipa kodi, serikali inafahamu vipi kwamba mtu fulani kaingiza kiasi fulani, ukiachana na swala kipo kiasi fulani kwenye benki? Kwa sababu unaweza kusema, kwa sababu siku hizi tumekuta content creators wengi ambao wameweza kufanikiwa kupitia content na kuingizia pesa, anakuambia kwamba anaingiza milioni 8, milioni 9. How do you signify kwamba hii ndio pesa halali ambayo anaipata? Sawa, kabla hajajibu niongezee hapo kidogo. Kwa sababu yupo mchekeshaji mmoja ambaye alitangaza tu kimasihara kwenye mitandao ya kijamii, mimi naingiza almost kama milioni kadhaa hivi. Akaitwa na TRA kuitolea maelezo kwamba wewe unaingiza hichi kiwango kwenye akaunti yako kupitia mitandao ya kijamii, unatakiwa ulipe kodi. Akarudi akasema bwana ni utani na vitu kama hivyo. Sawa, sasa tunatamani tufahamu, kwa sababu watumizi wa mitandao ya kijamii ni wengi. Mimi natumia, wewe unatumia, anayetusikiliza pia anatumia. Wengi wananufaika, wapo wanaonufaika, wapo ambao hawajui namna ya kunufaika, lakini wapo ambao wanafanya biashara kupitia mitandao ya kidigitali. Ni vigezo vipi, ukiachana kigezo hicho cha kwanza kuingiza kiasi kadhaa ili ulipe kodi, ni vigezo gani vingine ambavyo hatuvifahamu ambavyo tayari sasa utabi specified kwamba tayari uingie kwenye mfumo wa kuanza kulipa kodi? Asante sana. Kwanza unapoingia kwenye mfumo, unapotaka kuingia kwenye mfumo wa kulipa kodi, lazima uwe na TIN. Ile TIN inaitwa ni Taxpayer Identification Number. Ikutambue wewe kwamba umesajiliwa na mamlaka. Usipoweza kusajiliwa na mamlaka kupewa TIN, utakuwa unafanya biashara nje ya uwigo, huwezi kutambulika. Hilo ni la kwanza. La pili, unaposajiliwa namna hiyo, unapofanya na yule mwingine ambaye anakupa hiyo biashara, lazima naye awe amesajiliwa. Na kwa maana ukisajiliwa kuna masharti, unapewa EFD receipt, kwa maana unapotoa hela au kupokea hela unasikia dai receipt au toa receipt. Sasa hivyo vigezo hivyo ambavyo vinatumika na mifumo, unapotoa receipt mwisho wa mwaka au mwisho wa mwezi utaonekana kwamba fulani ametoa risiti, kwa sababu hizi mifumo imekuwa integrated na mamlaka. Kwa hiyo najaribu kujibu hata swali lako kwamba watajuaje una hela benki na kwamba umepata kiasi fulani. Kama wewe umekuwa integrated na unatumia ile mifumo ya TRA ya TIN ya EFD, unaweza ukajulikana. Na kama wewe haupo, uwezi ukajulikana. Na madhara yake sasa, kuna watu wanafurahia kwamba wanapata kipato, lakini sheria ni msumeno. Sasa hivi imeshapitishwa sheria kwamba na wamepewa nafasi wakajisajili kwa hiari. Mwaka ukipita, miaka ikipita, itaanza sasa kufuatilia kwamba tulitoa tangazo 2025, hii ni 2027, wewe kwenye bank statement yako una hizi amount. Kwa hiyo utapigiwa adhabu, utapigiwa penalty, utalipa kodi zote za nyuma kuanzia azifu jinsi ulivyopaswa ulipe mwaka 2025. Kwa hiyo
serikali au mamlaka ina mechanism nyingi kupitia mabenki, watajua kwa sababu wanasheria wanaweza kaomba akaunti yako. Lakini vile vile wale ambao mnafanya biashara nao, wale wakubwa, kwa mfano Google, si wale wanao host, mamlaka ina uwezo wa kuwaomba data kwamba tupeni orodha ya majina ambao umefanya nao biashara. Okay. Wewe ulikuwa hujajisajili huko. Wakapelekewa majina. Wakaona na volume ya transaction yako. Watakupata mathalan. Kwa hiyo watakuja kusema okay, sisi 2025 tulitangaza uje ujisajili. Ukuja. Tumekutafuta sisi wenyewe. Sasa tunakunyosha. Sisi ndio maana tuko na wajibu wetu hapa kama wataalamu kuasa waende wenyewe. Tumeona juzi kuna mwingine kule Mbeya, sio anaitwa nani? Ameenda kujisajili. Amejisajili. Bwana Clemens Mwandambo. Unaona wameanza. Nimeona. Amefurahia sana. Na mamlaka imeweka mazingira mazuri. Sasa hivi kila mkoa wameweka dawati la kidigitali. Kwa hiyo vijana waende wakapata elimu kule, lakini waje na kwetu kwa sisi ni watu wa ushauri wa kodi. Tuna chama chetu, tupo nchi nzima. Tumerasimishwa na mamlaka mapato. Vile vile waje kwetu tutawaelimisha. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimejibu swali lako kwamba mtajulikana namna gani. Vigezo vipo vingi kwa sababu iwe biashara halali. Kwa sababu vile vile wanasema unapolipa kodi iwe halali na biashara halali. Kwa hiyo kuna biashara nyingi zingine za mitandao ambazo haziwezi hasa kulasimishwa. Kwa hiyo vigezo ndo kama hivi. Tumeshafahamu vigezo, tumeshafahamu kodi ni nini. Tunataka sasa tufahamu umuhimu. Je, kuna umuhimu gani wa mtu kulipa kodi hii, hususan watumiaji wakubwa wa majukwaa haya ya kidigitali? Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kulipa kodi. Kwanza, endapo kutakuwa na jamii ambayo inafanya biashara tu bila kulipa kodi, serikali itashindwa hata kuendesha shughuli zake. Kwa hiyo kodi ni chanzo cha mapato ya kuendesha serikali. Mkiangalia hospitali, madawa, ukiangalia barabara zinajengwa, ukiangalia walimu wanalipwa mishahara, madaktari, yote hii ni matokeo ya kodi. Kwa hiyo umuhimu wa kwanza ni kwamba unachangia pato la nchi. Kwa asilimia gani unaweza kusema? Zipo asilimia, kuna corporate tax ambayo ni asilimia 30, yote hiyo ni kodi. Kuna withhold taxes zipo kwenye lento asilimia 10, kuna kwenye professional services zipo asilimia, ziko multiple kodi. Kwa hiyo zipo. Lakini umuhimu mkubwa vile vile mwingine, kodi imewekwa kusawazisha matabaka, kwa sababu kuondoa matabaka ya aliyenacho na asiyenacho. Sababu mwingine akiachwa na mwingine akalipa, mwingine asipolipa, ile tabaka litakuwa kubwa. Kwa hiyo umuhimu wa kulipa kodi, kodi inakuwa na umuhimu kwamba inakuja kuondoa yale matabaka ambayo yanaweza kuonekana kwamba kama mimi nafanya biashara na huyu anafanya biashara alafu mwingine asilipe kodi. Kwa nini mimi nilipe, kwa nini mwingine asilipe? Lakini vile vile umuhimu wa kulipa kodi inakufanya wewe uaminike na serikali moja kwa moja, lakini na mashirika yasiyo ya kiserikali, na vile vile kwa mfano mathalan kwenye mabenki, unapotengeneza hesabu zako mwisho wa mwaka, lazima uonyeshe ulipangisha pango, umeandika pale, uliweka mishahara, umeme, kama una gari yako, mafuta. Sasa unapokuja sasa kulipa kodi haipo. Sasa hizo tayari hesabu zimekuwa na dosari. Kwa hiyo haziwezi kuaminika hata wewe uweze kukopesheka kule kwenye mabenki au kwenye taasisi zingine za kibenki. Kwa hiyo mathalan huwa unasema compliance, unapolipa kodi inakufanya wewe uaminike wewe kama wewe kwamba sasa kweli unachangia uchumi wa nchi yako. Lakini vile vile inakupa uhuru wewe wa kuongea mbele ya serikali yako na kuihoji kwa nguvu zote. Yani wewe kwa mfano dada Eliminata unalipa kodi, Danieli halipi kodi, Dickson.
Sasa mmetembelewa na watu wa kodi kuja kwa hiyo semeni matatizo yenu tuwasaidie. Eliminata nafikiri utatoka kifua mbele kwa sababu una receipt zako unalipa. Naona hata Kariakoo pia wanapoulizwaga watu wanakimbia kujificha. Kwa hiyo umuhimu wa kulipa kodi ni kwa sababu inakuweka huru, unakuwa unafanya biashara zako bila uoga. Ile swala la kwamba TRA wao wanakuja nifunge biashara hakuna. Hata kwenye mtandao, kwa sababu tutakuja kuongea sababu kwamba sasa kwenye mtandao atanipata namna gani? No, nimesema kuna namna TRA wanaona. Sasa hivi hawajakufikia tu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kulipa kodi mapema ili wasije kukukuta. Ila wengine wanabadilisha gari location ili isisome Tanzania kabisa. Wanaona ndio sawa kabisa. Kuna watu wengine wanajifanya wako Kenya, wako hata website zao wanazihost nje ya Tanzania. Hata hao ambao wana host website yote vinaonekana. Sasa usifikiri kwamba hujafikiwa na sheria imeshatoka. Ipo. Sasa wao wanaona tu unaendelea kuvunja sheria. Unaendelea kuvunja sheria. Siku wakikuzukia sasa wamekupata. Wanakamata akaunti yako ya benki kwanza, wanakupiga stop. Au wanaanza kuangalia huko kuna kiasi gani. Kuja apeleka hesabu TRA mwisho wa mwaka. Yote hayo makosa yanakufuatia. Kwa hiyo umuhimu wa kulipa kodi kwako ni mkubwa sana. Kwanza unakufanya wewe huru uendelee. Na ile biashara yako ili iweze kuendelea, uweze vile kuirithisha. Na iweze kuwa, kwa sababu unajua biashara inapoanzishwa inakuwa, unakuwa na maono. Ndio maisha yako. Nimesema kama mtoto anazaliwa, unamlea, unataka vile vile uende mpaka nje ufanye na makampuni makubwa. Utakosa fursa vile vile ya kuingia mikataba na makampuni mengine kwa sababu kitengo tu cha kodi kimebeba mambo mengi kwenye biashara yako. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kulipa kodi. Changia pato la serikali, la taifa ili mambo yaende, lakini wewe vile vile kuaminika kwenye taasisi za serikali za serikali na wewe ukifanye huu. Kuna watu wanaugwaga akiandikiwa barua na TRA kwamba sasa tunakuja kukutembelea, tunakudai. Watu wanakwenda hospitali analazwa kabisa, sukari inapanda. Sasa nyinyi vijana jamani, sitaki mfikie huko sukari ipande. Tuko sisi washauri, mje tuwaelekeze, tuwaambie ni nini cha kufanya. Wanasema kitu kwamba business is a war. Biashara ni vita. Kweli. Sasa mbinu zipo nyingi. Kwa kuwa biashara ni vita, ukiona hii vita unaiweza, pigana. Ukiona huiwezi, jiunge. Yani you have to join them. Kwamba kujoin them kwa namna gani? Ufanye yale yanayotakiwa, ucomply. Kwamba peleka return mwisho wa mwezi, toa risiti kila unapopokea pesa, uwe na leseni kutoka kwa afisa biashara, uwe na kila kitu. Hapo ndio umekuwa umejoin kwenye utaratibu wa biashara. Lakini ukiwa nje hapo, ina maana unawachokoza, unawatafuta. Hawajakufikia tu. Siku wakikufikia ndio utajuta kuzaliwa. Nadhani hapo katika ulimwengu wa sasa ambapo kijana yote anaweza akachukua simu yake na akajiingizia kipato, ndio hivyo ambapo tunasema kwamba ni uchumi mwingine. Je, kama Tanzania, mfumo wa kodi Tanzania, tuko tayari kwa uchumi mpya? Tupo tayari na tumeshaanza uchumi mpya, na ndio maana sasa hivi unaona tumemsema wadau wameshajisajili tayari na wameshatoa na sheria. Utayari huo tayari sheria ipo inawaomba mjisajili, na tayari wameshafungua ofisi zao kila mkoa. Mkoa wa kikodi wapo kwa ajili ya kuwaelekeza vijana. Na utayari vile vile unapaswa uwepo kwa sababu elimu. Sasa elimu iendelee kutolewa mapema kwa undani zaidi ili watu waelewe, waweze kuchangamkia zaidi, kwa sababu hapa tunaongelea ni private sector na public sector. Public sector ni maana ya government ambayo ni TRA. Lakini kwenye private sector sisi wenyewe sasa utayari. Unajua uwezi kuletewa kitu kwenye wanasema uletewe sahani ubwabwa kwenye sahani. Utafute wewe mwenyewe. Unautafutaje? Ni kama unapoenda kutafuta elimu, unasoma, unamaliza chuo kikuu. Hata hizi fursa utayari kwenye private sector zinapaswa ziwe zinaongelewa mara kwa mara ili vijana waweze kuchangamkia fursa. Utayari nasema upo, na ndio maana sasa hivi hakuna adhabu yoyote inayotolewa kwa watu ambao
wameshindwa kujisajili kwa sababu wametoa grace period. Hawataki kuwasumbua vijana. Wanasema nimeingia sasa kwenye mfumo wa digitali, sasa hivi nimeanza kupata matatizo haya. Hapana. Bado ni transitional period ya kuwaeleza waelewe, wajiunge ili wafaidi zile fursa. Kwa hiyo kwa utayari upo. Tuko tayari kabisa. Kwa 100% kabisa, kwa sababu unajua tunasema dunia imekuwa ni digital. Hebu niambie sasa hivi tu, sio swala la kusema mara kwa mara. Hii juzi tu mitandao ilipozimwa. Hebu niambieni mmejisikiaje? Vijana waseme mmejisikiaje? Maisha yalibadilika. Yaani maisha kuwa yale ambayo sasa ndio unaanza kupima, kumbe kwenye digital huko kumbe vijana wako, na sio vijana tu, hata watu wazima, hata makampuni yanafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukapima utayari uliopo. Yaani 100% upo. Lakini bado unaendelea sasa kujengewa uwezo. Unajua watu tunatofautiana ngazi hadi ngazi. Mwingine anaanza leo hapa, mwingine anaanzia hapa, mwingine anaanzia juu zaidi. Inategemea position namna gani. Kwa elimu ambayo tunapata sasa hivi, naona bado kuna upoteshaji, kwamba elimu ya tuseme kuhusu kodi na mambo ya tax ipo, lakini haitolewi kwa wingi, na bado ikitolewa kwa wingi kuna upotoshaji. Mtu atakwambia bwana, unacholipia sio sahihi, wanakupiga. Hii ipoje? Asante sana ndugu mtangazaji. Na ndio maana sisi tuko hapa leo. Hii ni mojawapo ya elimu. Kama nilivyojitambulisha, mimi nimesajiliwa na mamlaka mapato kutoa ushauri wa kodi na mafunzo. Sasa kwenye msafara wa mamba na kenge wao. na sisi tunasikia kwenye mifumo, kwenye mitandao watu wanatoa wanaongea vitu ambavyo ni vya upotoshaji. Kwa hiyo watu muweke masikio yenu vizuri, muone nani anayesema. Mumfuatilie. Wengine ni vishoka tu. Wapo. Lakini sisi kwenye tasnia hii ya ushauri tuna association yetu inaitwa Tanzania Association of Tax Consultants. Tunaratibu haya mambo. Kwa hiyo na tumeanza kuweka mikakati ya kuanza kuelezea kwa undani zaidi ili upotoshaji huu uondoke. Watu wajue kwamba hapa umepigwa, hapa unapigwa. Hapana. Inatokea hivyo kwamba labda umepigwa ni wewe hujajua tu, ulikuwa hujui. Labda niliseme hili. Kwenye kodi kuna aina mbili ya ukadiriwa. Kwenye kodi ujikadirie mwenyewe. Self assessment. Sheria zimeshapita, utakiwa hata kwenda TRA. Kama wewe umejisajili vizuri, ikianza mwanzo wa mwaka tu unaingia kwenye mfumo, unasajili, unasema mwaka huu nategemea kupata kiasi fulani na kodi yangu itakuwa hivi, unalipa installment ya kwanza, ya pili, mwisho wa mwaka unatengeneza hesabu. TRA wagugusi. Lakini kuna wengine ambao wadogo ambao hawezi hata kutengeneza mahesabu, ndio wanaenda kukadiriwa. Kwa hiyo mambo yanaanzia huko. Kuna wengine vile vile si waaminifu. Hatuwezi kusema kwamba kwenye mamlaka wote ni malaika. Wachache yanatokea hayo. Lakini njia sahihi na ya uhakika, hakikisha unapata elimu kutoka kwa wale wa mamlaka mapato. Na kama kuna watu wanasema kwamba hapo umepigwa, ndio inakuja sasa sisi kazi yetu. Ndio maana nimesema hapa tunainyoshega kidole TRA na tunazo cases ambazo tumezifanya. Wali assess mteja kimakosa, tunapinga hiyo kodi na kweli inakubalika, mteja analipa kile ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa sisi, lakini tumethibitishwa na wao. Inatokea hivyo. Ni kweli. Kwa hiyo hakuna maraika huko. Kwa hiyo mambo yanatokea, hatuwezi kusema wako 100%. Na ndio maana tukaepo sisi. Na zipo kesi tumezisolve. Mtu alikadiriwa makadirio makubwa ambayo yako nje ya uwezo wake, akaja kwetu tukapitia, tukaona, tukaandika, na wenyewe wakaangalia, wakasema, wakarevise. Kwa hiyo mtu anayekutana na hivyo asiende kwa ajili ya kupigwa, atutafute sisi washauri. Tunajua utaratibu wa namna gani ya kuondokana na matatizo hayo. Sawa, takwimu sasa zikoje kwa watumizi wa majukwaa ya kidigitali? Kama vijana wapo mstari wa mbele kulipa kodi hizi au bado elimu inahitajika? Asante sana ndugu mtangazaji kwa takwimu na au bado elimu inahitajika. Ni kweli bado elimu inahitajika sana. Na nashukuru Boresha Radio umetupa nafasi hii. Inawezekana tukapata na siku nyingine tuendelee kutoa elimu.
Takwimu mimi sina mandate ya kutoa takwimu. Takwimu zinatolewa na mamlaka mapato wenyewe, wanaweza, lakini kwa kuandika, wakati mwingine tukiwaandikia wanatupa. Sasa nimepata huu mwaliko, nilikuwa sijaweza kuwaona mamlaka mapato. Siku nyingine tutakuja na takwimu kamili ambazo zimefikia, lakini nimetoa tu mfano hapa. Hizi siku 2-3 mtandao ulipozimwa kulikuwa na shida. Kwa hiyo uone watumiaji wa mtandao vijana ni wengi. Na sasa hivi ukisema swala la takwimu, na ndio TRA inajipanga sasa, inazidi kuwasajili. Pengine ikifika mwisho wa mwaka inaweza ikatoa data kamili. Kwa sababu ni mwanzo. Unaweza kukutwa ni chache, kwa sababu wengi wanaotumia hawajaingia kwenye wigo wao, hawamo kwenye mfumo. Wanatumia wako nje ya mfumo. Unaweza kukuta ni wachache. Kwa hiyo ndio maana narudia hapa, watu vijana wakajisajili, wasije wakakutwa na garika. Kwa sababu garika ni kwamba walipewa nafasi ya kwenda kujisajili wenyewe, hawakuitumia. Sasa umefikia deadline kwamba tulikupa nafasi, hujaweza, sasa ni penalty. Natoa mfano. Kulikuwa na wakati zinaanzishwa hizi EFD. Kwamba kanuni ya EFD mashine mwingine anakwepa. Sasa ikafikia mahali amebanwa, akaenda kununua. Alipoenda kununua EFD, huku miaka 2 amefanya bila EFD. Sasa anakuja kukaguliwa. EFD ameanza kutoa mwaka huu. Hii yote miaka 2 nyuma aliposhwa anunua EFD. Anapigwa adhabu ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo haya madhara ya kupigwa adhabu, nimetoa mfano kwenye EFD, yasije wakuta na vijana, na sio vijana tu, mfanye biashara yote ambaye anakiona kidigitali ajisajili ili awe kwenye sehemu sahihi ya kutoumizwa na TRA. Okay. Asante. Sawa, tudokezee sasa, umeshatuambia hapo, lakini je, kuna laws na bylaws zingine ambazo hujazisema ambazo zitamface moja kwa moja mtu ambaye tayari ana vigezo vya kulipa kodi lakini anakimbia kulipa kodi? Ni kama nilivyosema kwamba kwanza biashara inasimamiwa na sekta au na wizara tofauti. Kwanza kujisajili. Ujirasimishe. Huwezi kufanya kwa jina la Eliminata Mtewa. Inakupunguzia nguvu hata kuingia kwenye mikataba na makampuni kupewa. Sijui kama mnaweza kuruhusu kukuanga. Kwa mfano unapomwona Jot anatangaza tangazo la Tigo, sio na wengine kama hao. Ile ni mikataba. Na pale anatengeneza pesa. Si ndio? Lakini je, unataka kuniambia ameingia kama jina lake tu? Ana kampuni ambayo ameitengeneza, inambeba na ana watu hapo nyuma washauri na kila kitu. Sasa tunapoanza kurasimisha, ni sheria sasa hiyo ambayo iko chini ya umbrella ya licensing authority. Urasimishe, usajili aidha ni kampuni au partnership, nyie mmefahamiana. Kwa hiyo ni moja wapo. Lakini tukija nyingine ni hizi za mamlaka mapato, ile ya TIN, kwamba unapashwa ukajisajili mwenyewe kuomba TIN, utambulike kama ameshatambulika tayari, lakini anachenga kulipa. Sasa ndio hapo zinakuja zile audit. Kaguzi. Kaguzi hizi zinakuja, wanakuacha, tumesema kwamba wanakuacha, wakija kukupata wanaenda benki tu. Si wanaona unalipwa. Na kwenye mitandao hii kuna wengine wanasema nitumie kwenye M-Pesa. Hata kwenye M-Pesa wapo. Okay. Tunapoongea kwamba dunia imekuwa kijiji, na TRA wanachungulia huko, wanaona hii miamala yote inayopita kwenye M-Pesa, sema usiniwekee kwenye benki bwana, mimi niwekee kwenye M-Pesa. Mwanangu, hata kwenye M-Pesa wanakuona. Kwa sababu wakienda Airtel, wakienda Vodacom, wanakuambia, wanavuta miamala yote, wanakukuta kule. Kwa hiyo hao wanaokwepa tunawashauri tu wasifanye hivyo, wataumia. Hiyo nikiendelea kujibu swali lako, sheria zingine ni zile ambazo zinahusu, kwa mfano umeshasajiliwa na TIN, sawa, lakini sasa umeshafikia
milioni 200 na zaidi. Kuna sheria inaitwa ya VAT. Unapaswa vile vile ukajisajili kuwa mlipa kodi wa under VAT, ambapo sasa utakuwa unapeleka return kila mwezi. Kila mwezi. Wewe sasa unaanza kuonekana ni mlipa kodi kubwa. Lakini kuna sheria zingine za ajira. Sababu inawezekana wewe usifanye kazi peke yako. Umeajiri vijana. Kwa hiyo hizi sheria zinakupaswa wewe utengeneze unapomlipa mfanyakazi mshahara, au wewe unapojilipa udeduct, inaitwa pay. Kuna mambo ya NSSF. Zote hizo zimekuwa package kwa ajili ya kufanya biashara, ni compliance, kwa sababu mwisho wa mwaka zinakuja kukaguliwa. Ukioja hizo nimesema kwenye leseni. Lazima urasimishwe, lazima uwe na leseni. Kwa sababu unapofanya biashara bila leseni, na ndio maana mwanzo wa mwaka ukilipia mapato unapewa tax clearance. Ile tax clearance inasema bayana ni biashara gani. Kwa hiyo unaenda kupewa leseni ya hiyo biashara. Ukikutwa unafanya hiyo biashara bila leseni, na wenyewe wanakwenda mbele nayo, mbele ya sheria. Kwa hiyo ziko bylaw nyingi. Zingine zinategemea sasa, kwa mfano TCRA ndio wanasimamia mifumo hii. Labda niseme tu biashara yote ina. Kwa mfano mtu ana biashara ya bucha au biashara ya duka, hawezi kwenda TCRA, si ndio? Ataenda kwa watu wa afya apate kibali kwa ile bucha yake iko sahihi. Sasa wewe wa kwenye mtandao, kwenye digital, una YouTube, si una channel, lazima watu wa TCRA wakupe kibali, wakuone, wakupe, yani onekane kwamba ni kweli unafanya vitu sahihi. Kwa hiyo bylaws zipo nyingi, tunaweza tukazitaja hapa za kutosha, lakini ni lazima kwenye digital TCRA ni namba 1. Lazima wakufahamu unafanya nini hapo. Sasa wewe ndio utakuwa umerasimishwa. Nje ya hapo utakuwa unafanya ni kama magendo. Ukija kukamatwa unakamatika. Lakini sasa hivi hawajaanza kufanya hivyo kwa sababu tunataka kuwalea vijana waingie, wafahamu, tunasema ile voluntary compliance. Isiwe enforcement, isiwe enforced. Na ndio maana tutakuja kuwa na elimu nyingi kila mara kutoa elimu ili watu waendelee. Unadhani serikali inatakiwa ifanye nini ili kurahisisha kwenye swala la mambo ya kodi hivi kwa vijana ambao wanaanza kwenye swala la mtandao? Maana siku hizi kijana hata wa miaka 7 au 8 tayari ni content creator. Kwa hiyo serikali inatakiwa ifanye nini ili kurahisisha hawa walipa kodi wao vitu viende kwa urahisi? Asante sana mtangazaji, ni swali zuri. Sisi kama washauri wa kodi tunasema serikali lazima irahisishe ule utaratibu. Sio ule wa kizamani wa siku zote kwamba uende TRA ukaanze kuhojiwa, ukaanze bwana si mapato ulianza wapi, mtaji ulikuwa wapi, ile evidence zote nani ukasema mimi ni shangazi yangu alikuwa nesi Muhimbili, yeye alinipa mtaji, waanze kuongeza hayo wanapaswa waondokane nayo. Kwanza wana wenyewe wawekeze kwenye digital, kwenye mifumo, ili vijana wakutane nao kwenye mifumo. Kijana aweze kujaza hiyo fomu akiwa huko kwa nyumbani, alipe mapato akiwa huko nyumbani bila hata kwenda TRA. Na hii inawezekana kabisa. Tunasema this is digital era. Na serikali ina nguvu, ina uwezo, ina pesa, haishindwi kuweka miundo mbinu. Mbona sasa hivi watu tunaweza kulipa M-Pesa watu wa nyumbani. Sasa hivi control numbers zinapatikana kila kitu. Sasa hatuhitaji sasa watu waende mamlaka mapato. Kwa hiyo ili kijana awe huru, lazima afanye kazi zake akiwa nyumbani. Lakini kikubwa zaidi, vile viwango vya kodi viwe rafiki. Visiwe vikubwa ambavyo vinakatisha tamaa. Naona sasa nikiingia kwa mfumo huu ninalipa hii hela yote naondoka. Viwe vya chini, vya kulea, vinakwenda pole pole bila kumuumiza. Kwa hiyo mimi ni wito wangu kwa serikali, kama unavyosema, nashauri kutumia jukwaa lenu la Boresha Radio. Kwanza waimarishe mifumo yao, miundombinu ya kidigitali, ili huyo kijana content creator akiwa nyumbani
afanyie shughuli zake huko, ajaze fomu yake huko na ajiassess huko. Fomu iende TRA na alipe hela waione TRA. Bila interaction ya officer wa TRA na yeye mlipa kodi. Ifanyike virtual transaction. Hapo TRA watakuwa wamefanya jambo kubwa, kwa sababu vijana ni wengi na kwanza itawasaidia na wao, watapunguza nguvu au gharama ya kwenda kuwatafuta majumbani. Wamejificha huko, gharama mko wachache. Lakini wakitumia mitandao, mifumo hii, watakuwa wamefanya jambo sahihi. Mimi ndio ushauri wangu.